Mtazamaji wa Tanzania TV, kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ziko na usiri mkubwa, naomba ikiwa ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, uchukue sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washe kengele ili wakati wowote tutakapoweka kanda utakuwa unafahamishwa kwamba tumeweka kanda ya kutazamwa. Hapa ndipo tunatoa siri kubwa na habari hizi uweze kuzipata katika vyombo vingine vya habari, kwa sababu wakati tunabeberusha matangazo haya kutoka hapa Mbeya tunapata yote kabla ya kupatikana katika vyombo vingine vya habari. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu tuzame kwa ndani. Watekaji wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambao walitiwa mbaroni wakiwa katika taifa la Kenya hatimaye wamefikishwa katika mahakama ya Kenya. Sasa habari hizi tumeweza kupokezwa na tunazijua vile ziko sasa hivi. Kwa hivyo tunaweza kuwataarifu kwamba wale watekaji ambao walitumwa katika taifa la Kenya kupitia Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ili kumteka nyara mwanaharakati mmoja ambaye anaishi katika taifa la Kenya, anaitwa Mshabaha, walifika katika taifa la Kenya bila serikali ya Kenya kuwajua, kisha baadaye walipojaribu kumteka nyara mwanaharakati wa Tanzania ili wamrudishe Tanzania na kuchukuliwa hatua kali za kisheria, kwa sababu wamekuwa akikosoa serikali katili ya Rais Samia Suluhu Hassan, waliweza kutiwa mbaroni kupitia tume ya maadili na upelelezi humu nchini. Kisha baadaye siku ya Ijumaa waliweza kufikishwa mahakamani kule Kenya, lakini taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi waliweza kunyimwa dhamana, kumaanisha kuna hatua kali zinaenda kuchukuliwa, na haya yote ni kupitia serikali dhalimu katili ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tumeshuhudia watekaji nyara wengi katika taifa la Tanzania. Yeyote ambaye anaikosoa serikali anatekwa nyara. Hata sasa hivi kuna mwanasiasa kutoka mrengo upinzani anaitwa Humphrey Polepole, hajapatikana kufikia sasa. Hamna yeyote ambaye anaelewa yupo wapi tangu atekwe nyara mwaka jana mwezi wa 10 hadi sasa hivi. Hamna yeyote ambaye anaelewa, ila tu tuliweza kushuhudia walioenda nyumbani mwake na kumteka nyara waliweza kutekeleza wizi, kisha baadaye kuna damu ilimwagika nyumbani mwake alipokuwa amepangisha, lakini hakuna taarifa za kuonyesha ni wapi alipopelekwa kufikia sasa. Watekaji nyara hawa wa Tanzania, hatua hizi ambazo wamekuwa wakizichukua dhidi ya wale ambao wanaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, wakaenda taifa la Kenya ili kumteka nyara mwanaharakati, lakini jitihada zao ziligonga mwamba, hawakufanikiwa. Sasa walifikishwa mahakamani, lakini waliweza kunyimwa dhamana, kumaanisha ni pigo kubwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Watekaji nyara wake wanaendelea kushikiliwa katika taifa la Kenya. Samia Suluhu Hassan hataki kumuona yeyote ambaye anakosoa serikali yake. Ikumbukwe ya kwamba serikali yake iliweza kujichagua yenyewe, kwa sababu tarehe 29 Oktoba mwaka jana ni siku ya uchaguzi, lakini yule ambaye alikuwa mwanasiasa maarufu anapigania anawania kiti cha urais ni yeye peke yake, kwa sababu ikumbukwe ya kwamba kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa katika chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Tundu Lissu, aliweza kuzuiliwa, hakuwania kiti cha
urais katika taifa la Tanzania. Mpina wa ACT Wazalendo naye aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais. Kisha baadaye tukashuhudia maandamano ya kitanda, kwa sababu wale ambao walikuwa wanahitajika kupigiwa kura za kiti cha urais hawakuwa kwa debe. Sasa baadaye Tume ya Uchaguzi ikamtangaza Samia Suluhu Hassan kwa kujizolea 98% na kuandikisha rekodi ya rais ambaye aliweza kunyakua ushindi mkubwa tangu taifa la Tanzania liweze kunyakua uhuru wake mwaka 1961. Lakini kura zile ambazo ziliweza kutangazwa hazikuwa halali kwa sababu zilikuwa milioni 31.7, kumaanisha aliweza kujichagua yeye mwenyewe, kwa sababu tulishuhudia wakati wa uapisho wake, aliapishwa katika uwanja wa kijeshi na ulinzi mkali ulikuwa pale. Mtanzania wa kawaida hakuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan, kumaanisha yeye mwenyewe alikuwa anaelewa ni kipi ambacho anakifanya. Ndio maana mataifa mengine yakaamua kukatisha misaada kutumwa katika taifa la Tanzania. Marekani ikajiondoa kutuma misaada, haswa ile ambayo inatoa usaidizi katika wizara ya afya, ama kutoa dawa zile ambazo ni za ARVs, zile za kudhibiti ugonjwa wa ukimwi. Taifa lingine ni la Uswidi, likajiondoa, hamna misaada ambayo inatumwa katika taifa la Tanzania. Taifa lingine ni Canada, likaweza kujiondoa kutuma misaada katika taifa la Tanzania. Kisha baadaye tukashuhudia bunge la Ulaya likisema haiwezekani serikali dhalimu iweze kufadhiliwa, wakasimamisha misaada yote kufikishwa katika taifa la Tanzania. Kumaanisha sasa hivi serikali ambayo tuliweza kulazimishiwa ya Samia Suluhu Hassan inapitia changamoto za hapa na pale, ukosefu wa hela za kutosha, na hata rais mwenyewe Samia aliweza kuogopa kutembelea mataifa mengine, ila tu wakati tulishuhudia tofauti kati yake na naibu rais Emmanuel Nchimbi ndio tuliweza kumuona akitembelea mataifa mawili, Dubai na Ethiopia, tangu achaguliwe kuwa ama kujichagua yeye mwenyewe kuwa rais wa taifa la Tanzania. Kwa hivyo ripoti ambazo tuko nazo sasa hivi, watekaji nyara wake walifikishwa katika mahakama ya Kenya, lakini waliweza kunyimwa dhamana baada ya kushindwa kufanikisha shughuli zao za kumteka nyara mwanaharakati yule ambaye alikuwa anaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Na sasa hivi yeyote ambaye anaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan anatekwa nyara ama anapotezwa tu, na hamna yeyote ambaye anajua alipo, na kuna wengi ambao wameweza kuuliwa, kwa sababu tunataarifiwa ya kwamba hata wakati wa uchaguzi zaidi ya watu 10,000 waliweza kuangamizwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye mwenyewe aliweza kudhibitisha wakati alikuwa na mkutano na wazee katika eneo lile la Dar es Salaam, akasema ya kwamba waliweza kutumia vyombo vya dola, kutumia nguvu zaidi ili kudhibiti wale ambao walikuwa wanataka kufanya mapinduzi katika serikali yake ya Tanzania. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa kwa sasa. Tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho ubonyeze batoni ya subscribe ambayo ipo hapo chini. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili wakati wote tunapoweka kada utakuwa unafahamishwa kwa kupokeza notification kufahamisha Tanzania ITV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Kwaheri, tukutane baadaye.